Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustamiuna walmushahiduna alkiram, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo tutazungumzia faida za haba soda. Faida za haba soda, lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na ndugu zangu watazamaji, kwanza kabisa tutaanza na kauli ya Nabii Muhammadi sallallahu alayhi wasallam akizungumzia haba soda. Mtume anasema alaikum bilhabati saudaa fa inna fiha shifau min kulli da'i illa sam. Hadithi hii imesimuliwa na Bukhari na Muslim an Abi Hurairata, kutoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu anhu. Mtume anasema alaikum bilhabati sauda, jilazimisheni kutumia haba soda, ama nakuhusieni kutumia haba soda. Kwa nini? Anasema fa inna fiha shifau min kulli da'i, kwa sababu ndani ya haba soda kuna ponyo la kila ugonjwa illa sam, isipokuwa umauti. Kwa maana ndugu zangu watazamaji, haba soda inatibu maradhi yote isipokuwa umauti. Na kinachotakiwa hapo, ili ujue haba soda inatibu vipi maradhi yote, kunahitajika utaalamu ili uweze kujua katika ugonjwa huu, huyo anatakiwa apate haba soda ya mafuta au apate haba soda ya unga, au ni haba soda ya namna gani, na kwa ugonjwa huu atumie vipi. Hapo ndio panahitaji utaalamu. Lakini haba soda Mtume anasema ni shifau min kulli da'i illa sam, kwamba inatibu maradhi yote isipokuwa umauti. Na wanawazuoni wakasema walau kana shay'un yadhhabu sam an ibni adam la adhhabatuhu alhabatu sauda. Wanawazuoni wakasema walau kungekuwa na kitu chochote kinachoweza kuzuia umauti, kwa mwanadamu, basi haba soda ingezuia. Kwa maana ya haba soda inashindwa tu kuzuia umauti au kutibu kifo, yani yale maradhi ambayo umeandikiwa kwamba yatakuwa ndio sababu ya kufa kwako, hata ukitumia haba soda haitaweza kukusaidia. Kwa hivyo hiyo ndio haba soda. Na wanasema wanawazuoni, kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama yalaqu alhabata sauda bil asali ala riqi. Mtume alikuwa na tabia ya kuramba haba soda iliyochanganywa kwenye asali anapoamka, yani asubuhi kabla hajakula chochote, anapoamka Mtume alikuwa na tabia ya kuramba asali, haba soda iliyochanganywa kwenye asali. Sasa wanasema wanawazuoni, wahia haratun yabisatun, na haba soda ina tabia ya ukali na ukavu. Yani tabia ya haba soda ni haratun, ni ukali na ukavu. Wanasema au joto, tunaweza ukasema haratun ina tabia ya joto na ukavu. Wakila, na imesemekana wanawazuoni wengine wakasema tabia ya haba soda ni haratun rutubatun, ni ukali na umajimaji ama unyevunyevu. Wako waliosema hivyo, lakini wanaendelea wanawazuoni, wanasema idha lu'iqat bi'asalin manzu'i raghwa, wanasema ikiwa mtu ataramba haba soda idha lu'iqat bi'asali, mtu ikiwa ataramba haba soda na asali iliyoondolewa ama iliyoondoshwa povu, manzuu raghwa, iliyoondoshwa povu ile asali, ala riqi, anapoamka asubuhi, wanasema miongoni mwa faida zake, kwanza qata albalgham, huondosha makohozi. Kwa wale watu wenye matatizo ya makohozi, anatokwa na makohozi sana, basi arambe haba soda iliyochanganywa na asali,
asubuhi kabla hajala chochote anapoamka. Lakini pia warutubat alfasida, na unyevunyevu mbaya katika mwili wa mwanadamu, ule umajimaji usiotakiwa. Yani kuna mtu mwili wake uko majimaji yani inafika hatua hata akiwa sehemu ya baridi bado ule mwili unatoa majimaji, akiwa yani ni mwili wa majimaji Sasa haba soda ikichanganywa na asali, mtu akaramba asubuhi kabla hajakula kitu chochote, basi kadhalika huondosha ule umajimaji mbaya. Lakini wanasema wanawazuoni, wa adhhabati rihu almunaqida fil jawfi, na huondosha upepo uliofungamana mwilini, kwa maana huondosha gesi. Haba soda iliyochanganywa na asali, ukiwa na tabia ya kuiramba asubuhi kabla haujala chochote, unapoamka basi huondosha gesi. Lakini wanasema wasakanati aujau dhahari, lakini pia hutuliza maumivu ya mgongo. Kama una maumivu ya mgongo, mgongo unakusumbua, ukilala ukiamka mgongo unakuuma, basi ramba asali iliyochanganywa na haba soda, yani haba soda ambayo imechanganywa na asali. Lakini walmafasilu, lakini pia hutuliza viungo. Yani ukiramba haba soda iliyochanganywa na asali asubuhi kabla haujala chochote, unapoamka tu ukiwa na tabia ya kuramba haba soda iliyochanganywa na asali, basi pia viungo vitakaa sawa sawa, vitatulia, havitakuwa na mashaka. Lakini pia hulainisha ukavu kwa yule mtu ambaye mwili wake ni mkavu. Yani kwa mfano mtu anapata choo kikavu yani akipata choo hakiwi na umajimaji kile choo, au muda mwingine ngozi yake tu inakuwa ni kavu sana au wakati mwingine mtu hapati choo kabisa, basi tumia kuramba haba soda iliyochanganywa na asali, itakusaidia sana kulainisha ule ukavu wa muda mrefu, almuzmina alyabusat almuzmina, ule ukavu wa muda mrefu. Lakini faida nyingine ya haba soda wanasema wataradati daul mutawallida fil jismi, lakini pia huondosha maradhi mwilini. Haba soda huondosha maradhi mengi sana yaliyozalikana katika mwili wa mwanadamu, wa manaatuhu an yatawallada, na huzuia mengine yasizalikane katika mwili wako. Yani haba soda inaondosha maradhi, inaondosha magonjwa, lakini pia inazuia na magonjwa mengine yasikufike. Kwa hivyo haba soda ina faida nyingi ndugu zangu watazamaji, haswa ukiitumia na asali kwa maradhi mbalimbali kama tulivyoeleza. Tumia haba soda biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, itakufaa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Na kama utahitaji msaada wa kuandaliwa haba soda na asali original, pia unaweza ukatupigia. Nambari zetu ni 0652 286323. Nambari yetu nyingine ya Voda ni 0757 510 973. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.